Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli napenda kumshukuru na kuendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kutukirimia baraka zake, kila mmoja kwa namna yake, kwa upendo, huruma, rehema na neema zake. Katika sharing ya video iliyopita tulishirikishana katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 3, ambapo tuliona zaidi namna ambavyo upendo wa Kristo unavyotubidiisha, upendo wa Kristo unavyotutia nguvu, unavyotusukuma katika kuhubiri habari njema, unavyotusukuma hata tunapokumbana changamoto mbalimbali za kimaisha, ili tushindwe kukata tamaa. Ni upendo wa Kristo, tukakumbushana kwamba ndio uliowafanya hata misionari wa mwanzoni waweze kuja huku Afrika, waweze kwenda nchi mbalimbali. Hata sasa basi Waafrika wenyewe ni upendo wa Kristo pia unaendelea kuwasukuma katika kwenda kuinjilisha tena huko bara Ulaya, kwa sababu hali si sawa kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo ni upendo wa Kristo kama Mtume Paulo pia alivyowaandikia Wakorinto, barua yake kwa Korinto wa pili sura ya 5 aya 14. Upendo wa Kristo unanibidiisha. Hata hilo andiko pia kuna ndugu mmoja anaitwa Severin Alex aliwahi kuandika pia kwenye diary yangu. Nilimpa, ilikuwa ni siku yangu ya birthday, kwa nikamwambia ndugu, naomba uniandikie ujumbe wowote. Kwa akaniandikia hilo andiko, ndio maana alikumbuka pia upendo wa Kristo wa nibidiisha. Tena aliandika kwa Kilatini na kwa Kiswahili. Kwa hiyo ndugu yangu, leo tuendelee basi na namba 4 na 5. Kwa nini namba 4 na 5? Ni kwa sababu zinaelekea kufanana, japokuwa zote ni upo katika ule msingi wa uzima wa mwanadamu uliopo katika kumjua Mungu. Sasa tunaendelea na mtiririko huo, na hii ipo zaidi katika habari ya katekesi. Na katekesi anapoanza katika hii namba 4, KKK namba 4, ni ile juhudi ya kanisa sasa, mama kanisa, juhudi yake ya kuendeleza mafundisho. Na kama tulivyosema pia katika mwanzoni, so video hii kipindi ile sharing iliyopita kwamba walio na mamlaka ya kufundisha ni maaskofu, maalifa wa mitume, katika muunganiko na Baba Mtakatifu, kanisa la Roma Katoliki. Sasa mwendelezo huu wa mafundisho ya imani unaendelea kukirimiwa, kupewa sisi, tunapewa sisi tushirikishe. Unaona, kwa mfano kupitia Vatican II ya mwaka 1962 mpaka 1965 ilivyokamilika, sasa mama kanisa akaturahisishia sote, akatupatia pia katekisimu ya Kanisa Katoliki ambayo ndo tunaitumia sasa. Ndo tunatumia katika kushirikishana, katika kuelezana. Tunaona kwenye mafundisho ya komunyo takatifu, katekisimu nyingine ndogo ndogo kuendana na makanisa mahalia, majimbo mahalia. Tunaona makatekista wanafundisha kutoka kwa neno katekesi. Walimu, maana makatekista wanaitwa walimu. Walimu wa dini natumia hii. Kwa hiyo sasa ni juhudi za kanisa katika kuendeleza hii imani. Imani ipi sasa? Kuwasaidia watu kusadiki kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kusudi kwa njia ya kusadiki wawe na uzima katika jina lake, jina la Kristo, na kuwaelimisha na kuwalea katika maisha hayo, na hivyo kujenga mwili wa Kristo. Maana yake tunakumbushwa kuwa na imani, kuendeleza imani ya kuwasaidia wengine waweze kusadiki katika imani ya jina la Kristo. Sasa ili kuweza kusaidia wengine, maana yake inabidi kwanza mimi nijue, sio? Sasa mimi binafsi, je, nina imani katika hili jina la Yesu? Katekisimu inatuambia hapa kwamba kuwasaidia watu wasadiki kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kusudi kwa njia ya kusadiki wawe na uzima katika jina lake. Hivi mimi kwanza, mimi Benjamin, nina imani katika hili jina la Yesu? Unajua
mara kadhaa na mara kadhaa, mara nyingi nimekuwa nasikia napata baadhi ya comment kuhusu kutumia jina la Yesu, kuhusu kutumia jina la Yesu. Hivi nina imani kwanza ya jina la Yesu? Nakumbuka watoto wa Skewa hivyo andiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakawa nasema kwamba natoa na kufukuza wewe pepo kwa jina la huyu Yesu anaohubiriwa na Paulo na Paulo. Sasa yule pepo akawaambia wale wana wasikewa, japo walikuwa ni mijitu yenye nguvu, akawaambia kwamba wale saba akawaambia kwamba pepo akawajibu, akawadhihaki, akamwambia Petro tunamjua na Yesu tunamjua, lakini ninyi ni kina nani? Hivyo hivyo na mimi binafsi napo wasaidia wengine napowasaidia wengine katika kuendeleza imani kwa njia ya katekesi, ninaamini hili jina la Yesu Kristo, nisije nikadhihakiwa kama wale wana wasikewa. Tunaliamini hili jina la Kristo kwanza si wenyewe? Hivi huyu Kristo ana manufaa katika maisha yangu mimi binafsi? Nina ushuhuda gani kwanza binafsi wa maisha yangu kabla ya kuwatangazia wengine, kabla ya kuwahubiria wengine? Do I believe fully in the name of Jesus kabla ya kuwatangazia wengine? Anaendelea kusema kwamba katika hii namba 5, katekesi ni kuelimisha katika imani ya watoto, katika imani ya watoto, ya vijana na watu wazima, kwa kuwapatia mafundisho ya Kikristo ambayo kwa kawaida hutolewa kwa mtiririko na mpangilio unaogusa maisha. My Lord, my God, I like this. Mpangilio unaogusa maisha kwa lengo la kuwaingiza katika maisha yote ya Kikristo. Kumbe basi, ninapokuwa nashirikisha neno, maana yake sisi tunashirikisha neno, padre kuendana na canon law, yeye ndo anahubiri. Kwa hiyo mimi nashirikisha neno. Kwa hiyo nilikuwa naongea siku moja na vijana wetu wa Katoliki kwenye shule moja, vijana wa chuo. Naambia kwamba dakika 15 ama dakika 20 anazohubiri padre, kwa mfano Jumapili, hazitoshi wewe kuijua imani Katoliki in the fullest. I told them like that, in the fullest. Padre pale hawezi kufundisha kila kitu, kuelekeza kila kitu ambacho unapaswa kujua kama Mkatoliki, ninapaswa kujua kama Mkatoliki. Hazina ya mama kanisa ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa hizo dakika 15 kama hazitoshi, so what? Maana yake ni kiu yangu ya kuendelea kujifunza, mwendelezo wa kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Nikawa naambia kuhusu habari ya kusoma vitabu mbalimbali vya Katoliki, kununua, wengi wana desturi ya kununua pia vitabu. Kama wewe ni mmoja wapo, jenga hiyo desturi. Kuna hazina kubwa sana katika vitabu. Desturi ya kufuatilia YouTube channel kama hii ya Hazina ya Kanisa Katoliki. Wapo mapadre mbalimbali ambao wamebobea pia wanaendelea kuhubiri habari njema kupitia mitandao ya kijamii, katoa mfano kama Padre Faustin Kamugisha na wengine wengi. Kwa hiyo ndo njia moja wapo pia kuendelea kufanyeje, kukoleza, kuijua na kuikoleza imani yetu Katoliki kwa mpango na mpangilio unaogusa maisha, kwa lengo la kuwaingiza katika maisha yote ya Kikristo. Maana yake hapa lengo lote ni kufocus katika Kristo, ni kumpoint Kristo. Mafundisho yote yanarudi katika Kristo, kumleta huyu kijana, huyu mtoto, huyu mtu mzima kwa Kristo. Alafu pia unajua kitu kizuri pia, hata ninapozungumza hapa, maana yake ninajisemesha pia mwenyewe. Kwanza najisemesha mwenyewe, alafu pia ndo nakuambia wewe unayenitazama, unayenisikiliza. Siku moja alikuwa anaongea na Padre Stephen Kadilo, ni daktari pia lakini ni padre wa Kanisa Katoliki, Ifakara hapa St. Francis.
Sasa nikamuuliza, hivi Father, unapoandika vitabu vyako unawaandikia wakina nani? Akasema kwamba najiandikia mwenyewe. Audience kwanza ni mimi binafsi. Manake naandika kile ambacho nakitafakari, nimekielewa mimi kwanza. Kama wengine wakikielewa, wakikubali, sawa. Lakini audience wa kwanza ni mimi. Kwa hiyo hata mimi ninapozungumza hapa, audience wa kwanza ni mimi. Usije ukawa unasema kwamba wewe Benjamin Mkapuchini, wewe unatuambia sisi. Unatuambia sisi. Kwa hiyo naanza ujue kwamba naanza kujiambia kwanza mimi mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, tukumbuke kuendelea kufuatilia hayo. Tumeambiwa kwamba ni katekesi inahusu watoto, imani ya watoto, vijana na watu wazima. Kumbe basi tusiishie tu baada ya mafundisho ya komunyo wa kwanza eti tunaacha kujifunza. Unakuta mwingine baada ya kipaimara anaacha kujifunza. Mwingine baada ya zile semina mbalimbali za ndoa zile hajifunzi tena. Baada ya kufunga tu ndoa anaachana na kanisa. Hajifunzi tena. Hiyo hapana. Hiyo ni hatari ya imani yako. Huwezi ukajiita Mkatoliki tu hivi hivi, alafu hutaki kujifunza, hutaki kuendelea kujifunza, hutaki kuendelea kushiriki na wengine. Kwa nini ndugu yangu? Hiyo itakuwa tu ni Mkatoliki jina ambaye hautakuwa na makuzi, hautaendelea kukua. Kwa ni kuombe mpendwa, rafiki yangu, ndugu yangu, kijana mwenzangu, usipoteze ule moto wa kujifunza. Ule uliokuwa nao mafundisho ya komunyo wa kwanza, kipaimara, katika ndoa, usipoteze. Don't lose it. Don't lose it. Kwenye Hosea sura 4:6 anazungumza kitu kizuri sana kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Sasa mimi ninakuombea wewe usiangamie kwa jina la Yesu. Usiangamie kwa kukosa maarifa. Ninakuombea kwa maombezi pia Mama Bikira Maria. Usiangamie kwa kukosa maarifa, manake ujitahidi uendelee kujifunza zaidi na zaidi. Usichoke kujifunza. Elimu haina mwisho. Kwa ndugu yangu, nakushukuru sana kwa kuendelea kusubscribe channel hii. Ninakuomba basi ushare na wengine, like na comment. Wewe ambaye hujasubscribe, basi naomba usubscribe. Lengo hata sio kupata viewers wengi. Lengo sio kupata subscribers wengi. Lengo ni wewe mmoja wewe. Wewe mmoja wewe, mimi mmoja, katika kuendelea kushirikishana haya mema yaliyo huko. Tumsifu Yesu Kristo. Nice to meet you.